Asante kwa kufuatilia habari zetu. Tuunge mkono kwa kushare kwa wengine. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu mara tu zinapopakiwa hewani. Kwa leo kwa ufupi tutazungumza mambo machache kama manne. Moja, tutazungumzia ukamilishaji wa kuleta pesa za wanafunzi wenye mikopo na wenye sifa kwenda katika vyuo mbalimbali wanakosoma. Tutawakumbusha wanafunzi, na shukuru makamu mkuu wa chuo amekwisha lizungumzia kwa kiasi, lakini tutasisitiza umuhimu na wajibu wa wanafunzi katika kuhakikisha kwamba malipo yanakamilika, wanayapata na wanaweza kuendelea na masomo. Lakini pia tutasisitiza majukumu ya vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu ambazo ndiko wanafunzi walikokuwa, katika kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata stahili pesa yao mapema sana inavyowezekana ili waweze kusoma na kujipanga na kuhakikisha kwamba changamoto zinazoweza kutokea zinashughulikiwa mapema sana kadri inavyowezekana. Na pia tutazungumza namna ambavyo tumetengeneza utaratibu wa maafisa wa bodi ya mikopo kufanya kazi kwa karibu sana na vyuo katika kuhakikisha kwamba tunakamilisha mambo ya malipo. Na kama mnavyofahamu kwamba serikali imetoa pesa, huwa inatoa pesa, na hizi pesa mara zote zinakuwepo kwa ajili ya kulipia malipo mbalimbali ya stahili za wanafunzi. Na katika eneo la maandalizi ya malipo, naomba kutumia fursa hii kusema kwamba katika kipindi hichi kuna malipo ya aina mbili kubwa ambayo yameandaliwa na yamekamilishwa kwa ajili ya wanafunzi. Malipo ya aina ya kwanza ni kwa ajili ya malipo ya fedha ya chakula na malazi, meals and accommodation. Wanafunzi wenyewe wanapenda kuita boom, hata si neno hili walilipata wapi, lakini sisi huku tunaita meals accommodation, probably it booms into them wanapopata. Lakini hii ni pesa ambayo wanafunzi serikali inawapa kwa ajili ya kulipia gharama za chakula na malazi wanapokuwa vioni. Kawaida pesa hii wanafunzi wanalipwa katika mihula minne, quarters 4. Kwa hiyo ule mwaka wao wanagawanya mara 4 na wanapata pesa mara 4 katika kipindi hiki. Kabla vyuo havijasimama kwa ajili ya COVID-19, tulikuwa tumekwisha kamilisha malipo ya muhula wa kwanza na muhula wa pili. Na kidogo kulikuwa na pesa ya muhula wa tatu baadhi ya vyuo vilivyokuwa vimeanza. Lakini pesa ya muhula wa kwanza na muhula wa pili, quarter 1 na quarter 2, zilikuwa zimekwisha lipwa. Kwa hiyo malipo haya tunayoyazungumza sasa ni kwa ajili ya muhula wa tatu ambao vyuo vingi na wanafunzi wengi wataanza. Na gharama ya pesa ambayo italipia wanafunzi wenye mikopo wapatao 132,000 ni bilioni 63.7 billion kwa ajili ya kulipia malipo ya muhula wa tatu wa chakula na malazi kwa ajili ya wanafunzi wenye mikopo wako 132,119 na wamesambaa katika vyuo vikuu na taasisi mbalimbali zinazotoa shahada, ziko takriban 81. Kwa hiyo pesa hii wanayolipwa kwa ajili ya muhula wa tatu itagharimia chakula na malazi katika siku zipatazo 60 hivi watakazokuwa wanasoma masomo yao ya muhula wa tatu mpaka wakati fulani kwenye mwezi wa 7 kulingana na ratiba za vyuo mbalimbali, kwa sababu ratiba za lini muhula unaisha wakati mwingine zinaweza kuwa zinatofautiana kutoka chuo kimoja hadi kwenda kingine. Kwa hiyo haya ni malipo ya muhula wa tatu bilioni 163.7, na hizi zimekwisha fika na kupelekwa kwenye vyuo vyote vinavyohusika mpaka jana. Hizi bilioni 63 zimekwisha fika kwenye akaunti za vyuo vikuu vinavyohusika ili wanafunzi wanapofika katika vyuo waanze kupokea. Kwa mfano kama UDOM, makamu mkuu wa chuo anasema wanafunzi wanaanza kuingia leo. Kwa hiyo wanapoanza kufika kwa utaratibu wao tayari wanaweza kuwatengenezea utaratibu wa kupokea pesa hizi za kwao katika chuo hiki na katika vyuo vingine. Malipo ya kwota ya 4, robo ya 4, hii ni robo zinakuwa 4, yatalipwa baadaye, na hizo pesa tayari serikali imekwisha zihamishia kwenye akaunti za bodi ya mikopo. Kwa hiyo nazo wakati wake ukifika zitaandaliwa. Kwa hiyo hayo ni malipo ya kwanza ambayo tumefanya. Malipo ya aina ya pili ambayo yanafanyika mara 2 kwa mwaka. Haya ni malipo ya mwanafunzi anapangiwa vipengele vingi, chakula, malazi, analipiwa ada na vipengele vingine kulingana na shahada anayosoma. Kwa hiyo baadhi ya wanafunzi kati ya hawa wana stahili ya ada, wanalipiwa tuition fee, ada za masomo. Hizi zinalipwa mara 2 kwa mwaka, inalipwa kwa semester. Semester ya kwanza ilikwisha lipwa na sasa hivi tunalipa semester ya pili,
na tuition fee kwa ajili ya semester ya pili ni bilioni 59.1, na hizi huwa zinalipwa pale ambapo chuo kinaleta ankara invoice. Kwa hiyo chuo kulingana na idadi ya wanafunzi waliokuwepo kinaleta ankara kwenye bodi ya mikopo, malipo yanaandaliwa na kupelekwa, na hizi bilioni 59 kwa ajili ya malipo ya tuition fee nazo zimeandaliwa mpaka leo. Takriban vyuo 62 vimekwisha pokea malipo ya tuition fee, na vingine mpaka kufikia mwisho wa wiki hii vilivyosalia vitapokea malipo ya tuition fee kwa ajili ya wanafunzi ambao wanastahili ya tuition fee katika kipengele hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, mnaona jinsi ambavyo kwa maana ya utayari unaohusiana na pesa ya wanafunzi tayari imekwisha pelekwa katika akaunti za vyuo wanavyosoma. Inasubiri tu wanafunzi watakapofika wanakamilishiwa utaratibu wa kupokea malipo ili waweze kuendelea na masomo. Kwa hiyo na sisi kwa upande wetu, ili kuhakikisha kwamba tunakwenda sambamba, na kwa sababu tunafahamu kwamba ufungaji huu ulikuwa sio wa kawaida, tumekubaliana na wenzetu wa vyuo kwamba tutafanya kazi pamoja. Kwa bodi ya mikopo inapeleka kuanzia leo, inapeleka maafisa katika vyuo vyote. Hawa maafisa wetu watakuwa wanashirikiana na watumishi na wataalamu katika vyuo vikuu kuhakikisha kwamba mikopo inalipwa kwa wakati pesa wanafunzi, na panapotokea changamoto zinaweza kutatuliwa mara moja ili kusiwe na ucheleweshaji wa aina yoyote. Kwa hiyo wamesambaa katika vyuo vyote na watakuwepo kuanzia leo mpaka kwenye tarehe 7-8 hivi, kipindi ambacho tunahakika kwamba karibu wanafunzi wote watakuwa wamelipwa hizo pesa. Na pia ni kurahisisha kwamba hata panapokuwa na changamoto, maafisa wetu pia kushirikiana na uongozi wa vyuo, uongozi wa wanafunzi pamoja na wataalamu na madeski yanayoshughulikia mikopo, kwa pamoja na kwa haraka waweze kutatua matatizo yanaweza kutokea ili wanafunzi wapate muda wa kusoma, wasiwe katika hizo changamoto. Kwa hiyo kama ambavyo amesema makamu mkuu wa chuo, na nadhani rais wa TAHLISA atatusaidia, wanafunzi hawa ndio wateja wetu, na sisi tumewabatiza kwamba hawa wanafunzi ndio future. Sijui kama unajua kwamba wao ndio future. Tukikaa sisi kwetu tukitizama future tunawaona wao. Yani ukiamka unaona wanafunzi kwamba ndio future. Na Mheshimiwa Rais mmekuwa mkimsikia sana anazungumza Tanzania ijayo. Anaweza akawa anawazungumza wanafunzi hawa, na ndio maana unaona tunahangaika nao sana. Sasa kwa sababu wanafunzi hawa ndio future, na ndio maana hata makamu mkuu wa chuo amesisitiza wajilinde. Hii future yetu hii tunataka ijilinde, tunawapa nyenzo, wanalipiwa pesa wasome. Lakini wasome ili wapate ujuzi na maarifa waweze kutumika. Sitaki kusahau kusema kwamba hii pesa tunawapa ni mkopo. Tunatamani sana wasome, wamalize, wawe na ujuzi na nguvu na afya. Ndio maana lazima pia wapambane na COVID-19. Isiwachezechezee, wawe na immunity, wawe na nguvu, waweze kutumika huko siku zinazokuja na kurejesha hii mikopo. Kwa hiyo tunasisitiza kusema kweli, tutamuomba TAHLISA na maraisi na wanafunzi kwamba ili tuweze kufanikisha lengo linalotakiwa ni kwamba ni lazima wanafunzi watimize wajibu wao. Na mtatusaidia sana kwamba wajibu wao mkubwa wanafunzi ni kujitokeza kusaini pesa zao zilizokwisha kuwa vioni. Kwamba pesa ziko tayari, kinachotakiwa sasa ni wanafunzi kujitokeza kusaini pesa zao, ni wanafunzi kutoa taarifa zinazoweza kuwa zinatakiwa kulingana na mamlaka na utaratibu wa vyuo mbalimbali. Makamu mkuu wa chuo hapa amesema utaratibu wa UDOM pengine na vyuo vingine, mwanafunzi atatakiwa mara moja anapofika chuoni kukamilisha taratibu fulani za kiusajili ili aweze kuwa katika mfumo wa kwenda. Kwa hiyo tunawaomba wanafunzi wazikamilishe kwa haraka sana kadri inavyowezekana ili waweze pia kukamilisha kipengele cha kupokea pesa zao. Na tunawakumbusha na kusisitiza kwamba pesa wanaopewa wanafunzi ni mkopo. Na kwa sababu ni mkopo, ni lazima kila mwanafunzi asaini pesa zote, kuanzia pesa za chakula na malazi, pesa za ada ya masomo zinaitwa tuition fee, ni lazima azisign ili ziweze kuingia kwenye kumbukumbu vizuri zaidi, lakini ili pia aweze kuzipata. Na kusema kweli, wanafunzi ambao kwa namna yoyote ile watashindwa kusign hawatoweza kupata hizo pesa. Kwa hiyo tumeomba tusisitize hilo, na wenzetu wa TAHLISA tunawashukuru wamekubali kutusaidia kuwaomba wenzetu wanafunzi watimize wajibu wao ili tuweze kufanikisha lengo letu. Makamu mkuu wa chuo na vyuo vingine hawatoweza kutimiza program ambayo tunahakika hii program itakuwa kidogo ni ya namna yake ikiwa
wanafunzi kama wadau muhimu hawatoweza kutimiza wajibu wao kama inavyotakiwa. Lakini jambo lingine kwa wanafunzi, hata wanapokuwa na changamoto, ndio maana tumesema sisi bodi ya mikopo kushirikiana na wenzetu wa vyuo vikuu tutakuwa na maafisa kule vyuoni, pamoja na yale mawasiliano ya kawaida ya kuja kwenye ofisi zetu ofisi za Dar es Salaam, za Dodoma, za Zanzibar, Arusha, Mtwara, Mbeya, Mwanza na kwingineko. Lakini pia tumeongeza kwamba wale maafisa wanakuwa vyuoni. Nia ni kuhakikisha kwamba kunapotokea changamoto yoyote ziweze kutatuliwa haraka, ili wanafunzi wasihangaike kwa namna yoyote ile katika kushughulikia changamoto zinazoweza kujitokeza. Na tunashukuru wenzetu wa vyuo vikuu, kama ambavyo umemsikia makamu mkuu wa chuo. Tulipata fursa pia wiki iliyopita, Wizara ya Elimu iliandaa mkutano na wakuu wa vyuo vyote, makamu wakuu wa vyuo, kuzungumza na namna ya kujiandaa, na tumepata nafasi ya kuzungumza na wametuhakikishia wakuu wa vyuo kwamba watatengeneza mazingira yatakayowawezesha wanafunzi kulipwa pesa zao mapema sana kadri inavyowezekana. Na kuna mmoja alitunong'oneza, anasema hata kama ikibidi kuwalipa usiku, ingawa hicho chuo kiko katika mkoa ambao siutaji sana, kule wanaamini kwamba ukilipwa pesa usiku itapotea, lakini wao wamesema sayansi na teknolojia ishazuia hiyo, kwamba sayansi ya zamani haitoweza kuchukua pesa za wanafunzi. Kwa hivyo wao wamejiandaa kwamba hata kama wakilazimika kusaini na kulipa usiku watafanya hivyo. Kwa hivyo unaweza kuona jinsi ambavyo vyuo vimejiandaa katika kuhakikisha kwamba pesa hizo zinakwenda sawa sawa. Lakini pia tunashukuru sana, tumezungumza na wenzetu wa vyuo kwamba kama ilivyokuwa kawaida, baadhi ya vyuo vinapoweza kuwa na changamoto fulani ni kwamba pesa zinazopokelewa kwa ajili ya malipo ya wanafunzi zielekezwe katika kulipa wanafunzi. Na tunashukuru sana, kusema kweli wenzetu uongozi wa vyuo umesema utasimamia kuhakikisha kwamba hakuna namna yoyote inaweza kutokea kwamba pesa zikachelewa kwa ajili ya kulipia mambo mengine badala ya kwenda katika kulipia masuala yanayohusiana na wanafunzi. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena, ndugu zangu wanahabari, tunawashukuru sana, na nyinyi ni future pia. Msije mkanuna mkasema tumanyongonyeza tujawatia katika kundi la future. Asante kwa kufuatilia habari zetu. Tuunge mkono kwa kushare kwa wengine. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu mara tu zinapopakiwa hewani.